Yanga wamebugi kwenye usajili wa dirisha kubwa. Unajua ukibugi dirisha kubwa, dirisha dogo linakuwa dirisha tu unafanya kubahatisha. Lakini kikubwa Yanga ile sio hii. Sababu Yanga ile alikuwa kitoka mtu anaingia nini? Anaingia mtu, lakini leo umeona mpaka Pacome sawa analazimishwa kucheza. Yaani unamuona kabisa Pacome bado hakufaa kucheza kwa mechi kubwa kama hii kwa sababu amekaa benchi, hata angalau angepasha hata zile mechi ndogo ndogo zilizopita. Kidogo at least ingempa nini? Ingempa waweni, lakini leo unakuja kumlazimisha kwenye mechi kubwa kama hii na unamuona kabisa uchezaji wake kwamba ni bado yuko na injury. Kwa hiyo moja kwa moja unaona kabisa Yanga bado, mpaka unaona mchezaji analazimishwa, na maana Yanga hawana ule upana wa kikosi tofauti na Simba. Unamkuta nje huku bado kuna watu hapo, mpaka Mpanzu mwenyewe anakuja anasubiria nini? Anasubiria sababu. Kwa hiyo kitu kama hicho. Awali kabla ya mchezo Young Africans taarifa zilitoka wamegoma kuingia vyumbani. Hii taarifa ulikutana nayo? Taarifa nimekutana nayo tangu mchana. Sawa, propaganda zilikuwa ndo hizo, lakini all in all wao wenyewe ndo wanaofanya nini, wanaoelewa, kwa sababu hii michezo ya dabi. Umeelewa? Simba na Yanga ni dabi, Azam ni dabi. Kwa hiyo mechi kama hizi zinakuwa na mambo mengi sana, kwa sababu mechi haiwezi ikaitwa dabi bila ya kuwa na vitu kama hivi. Kwa hiyo vitu kama hivyo vipo. Na mpira wa sasa hivi watu hawategemei pichi tu peke yake. Lazima wakuzoofishe nje ya uwanja, minding games zinakuwa nyingi, lakini vitu kama hivi. Ibi, unaliona sasa lile linalozungumzwa kwamba hivi sasa baadhi ya wachezaji wa Young Africans wameendelea kuonyesha kutokuwa bora? Unajua ubora wa mchezaji ni kuonyesha katika mechi kubwa. Yaani mechi kubwa kama hii ndio mechi za maamuzi, lakini mchezaji anapoonyesha kwenye mechi ndogo huwezi ukampa guarantee kusema kwamba huyu ni mchezaji mkubwa. Mchezaji mkubwa anakuonyesha kwenye mechi kubwa yeye ni mchezaji wa aina gani. Lakini kikubwa unakuta wachezaji wengine wanaonyesha kwenye mechi ndogo, lakini wakija mechi kubwa kama hizi zinazohitaji maamuzi sasa, yani wewe ndio imbwe na uonekane kwamba wewe sasa ulisajiliwa kwa ajili ya kuja kuitetea klabu, inakuwa inafanya nini? Inashindikana, na mengi tumeyaona. Kwa hiyo kikubwa bado walikuwa wanataka kumtegemea nani? Kumtegemea Pacome. Lakini kwa wachezaji wengine wadogo hawa, mfano ukiangalia Alan Okello mechi imempalia. Sawa, ukija huyu Depo bado mechi imefanya nini? Imempalia. Ukija Dube naye vile vile mechi imefanya nini? Imempalia. Kwa hiyo hii ndio mechi ya walipaswa kuonyesha kwamba wao ni wachezaji ambao wameletwa ndani ya Yanga ili waje kuiweka Yanga mabegani. Wanasema kukosekana kwa Jephte Kitambala bora huenda kumewanyima Azam ushindi. Ukiangalia safu ya ushambuliaji ni kweli alikuwa anahitajika Kitambala kule mbele. Huwezi kujua benchi la ufundi kwa sababu mechi kubwa kama hizi huwa zinachezwa na game plan. Sasa kikubwa ni game plan. Ibenge ameingia na game plan ya kufanya nini? Ya kuweka viungo wengi, na ndio maana amecheza na force number 9. Unapocheza na timu kama ya Yanga, sawa, ina wachezaji waliokuwa bora, kwa hiyo lazima ujaze viungo wengi kwa sababu bato kubwa lilikuwa katika